Nimekuwa nikupoteza kwako afu sifaidiki na chochote kile. Unamaanisha unachokisema? Japokuwa nimekipata kwa ugumu sana. Anachokipitia bidada wa kuitwa Janita kiukweli kinakatisha tamaa sana. And of course tunaujua upande wa pili wa shilingi wa mapenzi ya kwamba mapenzi yanaumiza sana. Yes, huku tukiendelea kuingoja ama kuisubiri kwa hamu na shauku kubwa episode ijayo ya Mzigo Safi kabisa wa kuitwa Dada wa Kazi. Niko hapa kukuhabarisha na kukufahamisha zile zilizokuwa best scene za mzigo huu safi kabisa. Lakini kabla hatujaendelea, nikukumbushe tu kama bado hujasubscribe katika akaunti yetu, basi gusa sasa neno subscribe, neno lililopo pembeni hapo chini ya video hii hapa hivi, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila notification pamoja na episode mpya ya mzigo huu wa kuitwa Dada wa Kazi. Sasa tumeendelea kuyaona mengi ambayo yana run katika mzigo huu safi kabisa, lakini mbali na mateso ama manyanyaso ambayo anayapitia dada wa kazi, wako wengine ambao wananyanyasika na mapenzi, sio vile tu kwa sababu hawapati kulipiziwa yale mapenzi ambayo wanayatoa kwa wenzao. Wako wadada wawili hapa ambao of course wanateseka sana. Tukianza na kwanza ambaye ni Farida, ambaye anateseka sana na penzi la Kanoni, lakini mtu mwingine ambaye anateseka sana, huyu anateseka sana tena kuliko kawaida, ni Janita. Janita ambaye ametokea kumpenda Tol aka Kichinjile, lakini kwa bahati mbaya Tol ni mtu wa totos na anaangekewa kweli ya kupata watoto wakali, lakini kwa bahati mbaya haijakuwa bahati kwake bidada kuitwa Janita, na ndio maana mpaka sasa hivi analia kila itwapo leo. Yani hataki kabisa kumuelewa maskini ya Mungu. Mimi natamani kumpa ushauri Kichinjile kwamba kwa sababu Janita amekubali kabisa hata kuwa mke wa pili, na licha ya kwamba hana uwezo, hana uchumi, lakini ukimwangalia Janita ni vile anampenda ile yake yote, yani ana true love. Sasa kwa nini asiangalie true love? Lakini kitu ambacho anakipata kutoka kwa huyo demu wake mwingine sio kama anampenda kweli, isipokuwa ni kama vile ana date naye tu kwa sababu ya mapenzi yake binafsi, lakini hapati chochote ambacho ni cha manufaa. Na hata ukiangalia Janita ni binti ambaye anajielewa sana, ni binti ambaye ni mnyenyekevu, lakini pia upendo wa dhati ndio kitu pekee ambacho ni cha kuzingatia. Sasa kwa nini Kichinjile asiliangalie hili? Basi bwana, tuachie wao ya Ngoswe, mwachie Ngoswe, na sisi hatuwezi kuingilia. Lakini upande wa pili wa shilingi ni vile ambavyo tunaendelea kumshuhudia Leticia anapambana kadiri iwezekanavyo kuhakikisha kwamba bosi wake kwa maana ya Beni hapati madhara katika mali zake ama katika maisha yake yote, na ndio maana yupo kuhakikisha mipango yote miovu ambayo inakuwa inapangwa na mke wake wa kuitwa Janeti haifanikiwi, na anapiga mwingi kwa kweli, kwa sababu anatufanya tuendelee kuamini ya kwamba yeye ni mtu sahihi sana katika hii familia, na huenda akawa chaguo zuri zaidi kuletwa kama mdada wa kazi katika hii familia, na heshima yake ni ya nguvu mno, na ndio maana kila anachokifanya bado kinaheshimika, licha ya kwamba dada yake ama bosi wake wa kike ambaye ni Janeti anampeleka lesi sana, lakini bado hakatishi tamaa kwa sababu yupo kwa ajili ya kusimamia haki. Yes, lakini upande wa tatu ambao tunauona ni vile ambavyo Farida anaingeka sana na penzi la bwana Sikali ama bwana Afande. Anapambana sana kuhakikisha kwamba anarudi katika himaya ya Afande Kanoni, lakini Kanoni ni hivyo tena, anamkazia. Wewe unashauri nini hapa katika hizi kapo mbili, kwa maana ya kapo ya Kanoni pamoja na Farida, lakini pia kapo ya Kichinjile kwa maana Tol pamoja na bidada wa kuitwa Janita? Andika maoni yako, lakini usisite tu kubofya neno subscribe ili ujihakikishie haupitwi na episodi inayokuja.